بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Hichi ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili uwatoe watu kwenye giza uwapeleke kwenye mwangaza kwa idhini ya Mola wao mlezi, uwafikishe kwenye njia mwenye nguvu msifiwa. Naye ni Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote viliomo katika mbingu na ardhi, na ole wao makafiri kwa adhabu kali. Wale wanaofadhilisha maisha ya dunia kuliko akhera, na wanawazuilia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu na wanataka kuipotosha, hao wamepotelea mbali. Na hatukumtuma mtume ila kwa ulimi wa kaumu yake ili apate kuwabainishia. Basi Mwenyezi Mungu humuacha akapotea amtakaye na akamuongoa amtakaye, naye ni mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Na tulimtuma Musa pamoja na miujiza yetu, tukamwambia watoe watu wako kwenye giza wapeleke kwenye mwangaza, na uwakumbushe siku za Mwenyezi Mungu. Hakika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. Na Musa alipowaambia watu wake, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu aliyokujalieni pale alipokuokoeni kutokana na watu wa Firauni waliokupeni adhabu mbaya kabisa, wakiwachinja wenenu wanaume na wakawawacha hai wanawake. Na katika hayo ulikuwa mtihani mkubwa unaotoka kwa Mola wenu mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surat Ibrahim imeteremka Makka. Alif Lam Ra. Kwa kuanzia harufi hizi ni kubainishia muujiza wa Qur'ani juu ya kuwa imeundwa kwa harufi hizi zinazotumiwa kwa kusemea, na pia kuwazindua watu wasikilize. Haya yaliyotajwa katika sura hii ni kitabu kilichoteremshwa kwako wewe Muhammad kutokana nasi, ili uwatoe watu wote kwenye kiza cha ukafiri na ujinga waendee kwenye nuru ya imani na elimu kwa kusahilishiwa na Mola wao mlezi. Na nuru hiyo ndiyo njia Mwenyezi Mungu mwenye kushinda wa kuadhibisha na mwenye kuhimidiwa kwa kuneemesha.
njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye kuumba na kumiliki kila kiliomo mbinguni na kwenye ardhi. Ikiwa hii ndiyo hali ya Mungu wa haki, basi makafiri wenye kukanya watahilikika kwa adhabu iliyokali. Hao ndio waliohiari uhai wa duniani kuliko akhera, na wanaozuia watu wasifuate sharia ya Mwenyezi Mungu, na wanataka kuipotoa sharia katika macho ya watu ili wapate kuikataa. Hao ndio wanaoelezwa katika liyotajwa kuwa wamepotelea mbali na haki. Na sisi hatukumtuma mtume yoyote kabla yako, ewe nabii, ila kwa lugha ya kaumu yake ile tulimtumia, ili apate kuwafahamisha aliyokuja nayo, na wao yafahamu na wayaelewe kwa wepesi. Wala si juu yake yeye kuwa lazima waongoke. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye humwacha potee anayemtaka, kwa kuwa huyo si tayari kuitaka haki, na humwongoa mtakaye kwa kuwa kajitayarisha vyema kufuata haki. Naye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu, ambaye hashindiki kwa takalo, na ambaye anayapanga mambo yote kwa mahala pao. Basi haachi kupotea wala haongoi ila kwa hikma yake. Na tulimtuma Musa, na tukamunga mkono kwa miujiza yetu, tukamwambia watoe watu wako wana wa Israeli kwenye kisa cha ukafiri na ujinga, wapeleke kwenye nuru ya imani na elimu, na uwakumbushe vituko na nakama aliyopelekea Mwenyezi Mungu kaumu za kabla yao. Hakika katika kukumbusha huko zipo dalili kubwa za kuthibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu, zinamlingania kwenye imani kila mwenye kuthibiti kuwa na ukamilifu wa kuweza kuvumilia balaa na kushukuru neema, na hii ni sifa ya muumini. Ewe nabii, wakumbushe watu wako, huenda wakazingatia wakati Musa alipoambia watu wake kwa kufuata amri ya Mola wako mlezi. Kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu kwenu pale alipokuvueni kutokana na kaumu ya Firauni, nao wakikupatilizeni kwa adhabu ovu kabisa, wakikufanyisheni kazi ngumu, wakiwachinja watoto wenu wa kiume na wakiwaacha wa kike, na kuwaweka katika unyonge na udhalili bila ya kuwaua. Na mateso yote yaliyotajwa na kuokoka ni mtihani mkubwa unaotoka kwa Mwenyezi Mungu, ili upate kudhihiri uwezo wa kusubiri na kushukuru. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Na alipotangaza Mola wenu mlezi, mkishukuru nitakuzidishieni, na mkikufuru basi adhabu yangu ni kali. Na Musa alisema, mkikufuru nyinyi na wote waliomo duniani, hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anajitosha msifiwa. Je, hazikukufikieni habari za walio kabla yenu, kaumu ya Nuhu na Adi na Thamud na walio baada yao, ambao hapana wajuaye ila Mwenyezi Mungu? Mitume wao waliwajia kwa hoja zilizo wazi, na wao wakarudisha mikono yao kwenye vinywa vyao, wakasema, hakika sisi tumeyakataa hayo mliotumwa, na hakika sisi tuna shaka kubwa na mnayotuitia. Mitume wao wakasema, ati pana shaka na Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi? Yeye anakuiteni apate kukufutieni madhambi yenu na akupeni muhula mpaka muda uliowekwa. Wakasema, nyinyi si chochote ila ni wanadamu kama sisi, mnataka kutuzuilia na waliokuwa wakiabudu baba zetu, basi tuleteeni hoja iliyo wazi. Mitume wao wakawaambia, sisi kweli si chochote ila ni wanadamu kama nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu humfanyia hisani amtakaye katika waja wake, wala sisi hatuwezi kuleta uthibitisho ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na juu ya Mwenyezi Mungu ndio wategemee waumini. Na tuna nini hata tusimtegemee Mwenyezi Mungu, na hali yeye ametuongoa kwenye njia zetu, na hapana shaka sisi tutayavumilia hayo maudhi mnayotuudhi, na juu ya Mwenyezi Mungu wategemee wanaotegemea. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Nakumbukeni enyi wana wa Israeli, pale Mola wenu mlezi alipokufunzeni na akasema, wallahi mkishukuru kwa neema niliyokupeni ya kukuvueni na mengineyo, kwa kuthibiti juu ya imani na utiifu, basi hapana shaka nitakuzidishieni neema yangu. Na mkiikanya neema yangu kwa ukafiri na maasi, basi hakika nitakuadhibuni kwa adhabu ya kutia uchungu, kwani adhabu yangu ni kali kwa wanaokanya. Na Musa aliwaambia watu wake walipompinga na kumkanya, mkizikanya neema za Mwenyezi Mungu wala msishukuru kwa imani na utiifu nyinyi na wote waliomo duniani, basi hakika hayo hayatamdhuru Mwenyezi Mungu chochote, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha, hahitaji shukra za wanaoshukuru. Yeye ni mwenye kustahiki kuhimidiwa kwa dhati yake bila yeyote kumhimidi. Je, haijakufikirieni habari za waliotangulia kabla yenu, kaumu ya Nuhu na Adi na Thamud na kaumu nyinginezo zilizokuja baada yao, ambao hapana anayewajua ila Mwenyezi Mungu kwa wingi wao? Hao walijiwa na mitume wao kwa hoja zilizo wazi kuthibitisha ukweli wao, na hao wakaweka mikono yao kwenye vinywa vyao kwa mastaajabu na kukanya. Wakawaambia mitume, sisi tunaikataa miujiza na ishara mlizokuja nazo, na hakika sisi tunashaka na hayo mnayotuitia, mambo ya imani na tauhidi ya kuwa Mungu ni mmoja. Sisi hatukuyakinika na chochote, hatuna shaka nayo. Mitume wakawaambia watu wao kwa mastaajabu kuvunja shaka zao za kuwepo Mwenyezi Mungu na kuwa yeye ni mmoja peke yake. Hivyo katika kuwepo Mwenyezi Mungu mmoja peke yake ipo shaka yoyote, na hali yeye ndiye muumba mbingu na ardhi bila kuwepo mfano wa kuigiza? Na yeye anakuiteni apate kukusameheni baadhi ya madhambi mliyoyatenda kabla hamjaamini, na anakuakhirisheni mpaka umalizike muda wenu. Hao watu wakawaambia mitume wao kwa kuudhi, nyinyi si chochote ila ni watu tu, wanadamu kama sisi, hamna ubora wowote wa kukufadhilisheni juu yetu hata mpewe utume.
mnataka kwa huo wito wenu mtuzuie tusiabudu waliokuwa wakiabudu baba zetu, basi tuleteni hoja iliyo wazi katika tunazokwambieni. Mitume wao wakawaambia, sisi si chochote ila ni watu kama nyinyi, kama mlivyosema. Walakini Mwenyezi Mungu huwateua awatakaye miongoni mwa waja wake, akawapa unabii na utume. Wala hatuna sisi uwezo wa kukuleteni hoja mnayotaka, ila Mwenyezi Mungu apendavyo. Na ni juu ya Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiyo wategemee waumini, na wamtegemee kwa kustahimilia inda zenu na upinzani wenu. Na sisi tuna udhuru gani wa kuacha kumtegemea Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyetuongoza kila mmoja wetu kwenye njia yake na maelekeo yake aliyomwekea, na akamlazimisha afuate katika dini. Na hakika sisi tunatilia mkazo tegemeo letu kwa Mwenyezi Mungu, na hapana shaka tunayavumilia maudhi yenu ya inadi na kutaka miujiza. Na juu ya Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo humtegemea wanaotegemea. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Na waliokufuru wakawaambia mitume wao, tutakutoeni katika nchi yetu au mrudi katika mila yetu. Basi Mola wao mlezi aliwaletea wahi, hakika tutawaangamiza waliodhulumu na tutakuwekeni katika ardhi baada yao. Haya ni kwa anayeogopa kusimamishwa mbele yangu na akaogopa maonyo yangu. Na wakaomba ushindi na akashindwa kila jabari mkaidi, ambaye nyuma yake ipo jahannam na atanywishwa maji ya usaha. Awe yanagugumia wala hawezi kuyameza, na mauti yao yanamjia kutoka kila upande, naye wala hafi. Na zaidi ya hayo ipo adhabu nyingine kali vile vile. Mfano waliomkufuru Mola wao mlezi, vitendo vyao ni kama jivu linalopeperushwa kwa nguvu za upepo katika siku ya mdharba. Hawawezi kupata chochote katika walioyafanya, huko ndiko kupotelea mbali. Uoni kuwa Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki? Akitaka atakuondoweni na alete viumbe wapya, na hilo kwa Mwenyezi Mungu si jambo gumu. Na wote watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu,
wanyonge watawaambia waliotakabar, sisi tulikuwa wafuasi wenu, basi hebu hamtuondolei kidogo hivi katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Watasema, lau Mwenyezi Mungu angelituongoa, basi hapana shaka nasi tungelikuongoeni. Ni mamoja kwetu tukipapatika au tukisubiri, hatuna pa kukimbilia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wakuu wa makafiri majabari wenye madaraka wakazimia watumie nguvu waliposhindwa wote kupambana kwa hoja na dalili. Wakawaambia mitume wao, na liwe moja ya mawili, ama tukutoweni katika nchi yetu au mwingie katika dini yetu. Mwenyezi Mungu akawafunulia mitume kwa wahi, tutawateketeza hao makafiri kwa dhulma yao, na baada ya kuwateketeza tutakuwekeni nyinyi katika ardhi yao, na huko kuwekwa kwa waumini ni kweli. Hakika kwa mwenye kuhofu kusimama mbele yangu kwa ajili ya hisabu, na akahofu ahadi yangu ya adhabu, kwani mwenye kuingia na hofu huwa msifu. Hao mitume waliomba nusura wawashinde hao watu wao wanaowapinga, baada ya kukata tamaa kuwa hawataamini tena. Mwenyezi Mungu aliwanusuru na wakafuzu, na akafasiri kila mwenye kiburi. Akakataa kumtii Mwenyezi Mungu, akawashadidi wa upinzani. Haya yaliyowapata mitume huwapata watu wa Mungu wote wanaowania haki, hata katika zama zetu. Ushindi wa mwisho daima unakuwa kwa waliowema, hoja kuvumilia na kuendelea na kazi ya Mungu. Kushindwa kwa hao madhalimu kunatangulia hapa duniani, na baada yake akhera ipo adhabu ya Jahannam. Huko watanyweshwa maji yanayokirihi kama usaha unaotoka kwa watu wa motoni. Kunywa kwake ni taklifu, ni kama wanagugumia, na wala haishikiu, kwani hayumkini kuyaonea tamu kwa ukarihi wake na uchafu wake. Na mtu anakuwa ni kama amezungukwa na mauti kila upande kwa shida ziliopo, na wala huko katika Jahanamu hafi akapumzika na yanayomfika, bali kila wakati anakuta adhabu nyingine kali zaidi. Hakika hali ya vitendo vya kheri wavifanyavyo makafiri duniani na pato lake, kwa kuwa havikujengwa juu ya msingi wa imani, hali yake ni kama jivu. Ukaja upepo mkali ukalipeperusha siku ya kimbunga kilipokaza. Siku ya Kiyama hawapati chochote kutokana na vitendo vyao vya namna hivyo vya duniani. Hayumkini wao kunafiika na chochote kutokana navyo, kwani hivyo havina thawabu, kama mtu mwenye vumbi linalopeperuka katika upepo asiloweza kulikamata. Na watu hao wapotovu hujiona wenyewe ati kuwa ndiyo wanafanya mema, na ila hali vitendo vyao viko mbali kabisa na njia ya haki. Ewe unaisemezwa, hujui kwamba Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi zisimame juu ya haki kwa mujibu wa hikima yake? Na mwenye kuweza haya, basi anaweza kukuteketezeni enyi makafiri, na akitaka kaleta viumbe wengine badala yenu nyinyi, ambao watakubali kuwepo kwake na kwamba yeye ni mmoja wa pekee. Na kuondoa huko na kuleta si muhali wala si uzito kwa Mwenyezi Mungu. Makafiri wote watadhihiri kutoka makaburini kwao, waonekane kwa ajili ya kuhisabiwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kudhihiri huko hakuna shaka, ni kama kwamba yametokea hivi sasa. Hapo wale wenye maoni ya kinyonge miongoni mwa wafuasi watawaambia waongozi wenye kiburi, sisi tulikuwa wafuasi wenu katika kuwakanusha mitume na kuwapiga vita na kuzipuuza nasaha zao. Basi je, hii leo hamtuondolei kidogo baadhi ya adhabu? Wakubwa waliotakabari watasema, ingelikuwa Mwenyezi Mungu ametuongoa kwenye njia ya kuokoka na akatuwafikia, basi nasi tungelikuongozeni na tungelikuitieni muifuate hiyo njia. Walakini sisi tumepotea, na kwa hivyo tukakupotezeni nyinyi, yani tumekuchagulieni tuliyojichagulia nafsi zetu. Na leo hii sisi na nyinyi ni sawa sawa, tukisikitika au tukastahamili, hapana pa kuikimbilia adhabu hii.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Na shetani atasema itapokatwa hukumu, hakika Mwenyezi Mungu alikuahidini ahadi ya kweli, nami nalikuahidini, lakini sikukutimizieni. Na sitakuwa na mamlaka juu yenu isipokuwa nilikuiteni nanyi mkaniitikia. Basi msinilaumu mimi, bali jilaumuni wenyewe. Mimi siwezi kuwa mtetezi wenu, wala nyinyi hamwezi kuwa watetezi wangu. Hakika mimi nilikataa tangu zamani kunishirikisha na Mwenyezi Mungu. Hakika madhalim watakuwa na adhabu chungu. Na walioamini na wakatenda mema wataingizwa katika mabustani yapitayo mito kati yake, wadumu humo kwa idhini ya Mola wao mlezi. Maamkio yao humo yatakuwa salamu. Hebu hukuona vipi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa neno zuri? Ni kama mti mzuri, mizizi yake ni imara na matawi yake yako mbinguni. Hutoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya Mola wake mlezi. Na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano ili wapate kukumbuka. Na mfano wa neno ovu ni kama mti mwovu uliong'olewa juu ya ardhi au na imara. Mwenyezi Mungu huwatia imara wenye kuamini kwa kauli ya imara katika maisha ya dunia na katika akhera. Na Mwenyezi Mungu huacha kupotea hao wenye kudhulumu. Na Mwenyezi Mungu hufanya apendavyo. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mwenyezi Mungu atapopitisha amri yake ya kuwaneemesha watiifu na kuadhibu wenye kuasi, Iblisi atawaambia wanaomfuata, hakika Mwenyezi Mungu amekuahidini ahadi ya kweli kuhusu kufufuliwa na malipo, na ameitimiza. Na mimi nimekukhalaini ahadi ya uongo ya kwamba hakuna kufufuliwa wala malipo. Nami nimekwenda kinyume na ahadi yangu, nami sikuwa na nguvu nanyi hata nikulazimisheni kunifuata. Lakini nimekuitieni kwa ushawishi wangu wa upotovu, nanyi mkaja mbio kunitii. Basi msinilaumu kwa sababu ya ushawishi wangu, na zilaumuni nafsi zenu kwa kuniitikia. Wala mimi hii leo si wa kukuokoeni na adhabu, na nyinyi hamwezi kuniokoa mimi.
mimi leo nakataa huko kunishirikisha mimi na Mwenyezi Mungu huko duniani mlipokuwa mkinitii kama mtumwa anavyomtii bwana wake. Hakika makafiri watapata adhabu chungu, na akhera wataingizwa wenye kuamini na wakatenda vitendo vyema katika mabustani yanayopitiwa na mito chini ya majumba yake kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mtukufu na amri yake. Maamkio yao humo kutokana na malaika ni kufahamisha amani na utulivu. Je, ewe mtu, hujui vipi Mwenyezi Mungu alivyofananisha neno la haki lilo zuri na neno la uongo lilo baya? Amelimathili neno zuri lenye faida kuwa ni kama mti wenye manufaa. Asili yake ni mizizi iliyoshikilia barabara kwenye ardhi, na matawi yake yamenyanyuka kuelekea mbinguni. Hutoa matunda yake kila wakati aliyoweka Mwenyezi Mungu yazae kwa mapendekezo yale yaumba. Hivyo hivyo ndivyo tamshi la tauhidi, upweke wa Mwenyezi Mungu, ni lenye kuthibiti katika moyo wa muumini. Amali yake inapanda kwa Mwenyezi Mungu na inamfikiria baraka zake na thawabu zake kila wakati, na Mwenyezi Mungu anawabainishia watu kwa mifano. Anashabihisha maana kwa vitu wavijuavyo ili waumini waidhike. Neno la uongo baya mfano wake ni kama mti mbaya uliong'olewa, umetupwa juu ya ardhi, haukusimama imara. Hali kadhalika neno la uongo lilokataliwa halina uthabiti, kwa kuwa halikuungwa mkono na hoja. Mwenyezi Mungu anawathibitisha imara wanaoamini juu ya neno la haki katika uhai wa duniani na siku ya kiyama pia. Na Mwenyezi Mungu huwabainisha nalo neno hilo makafiri kutojitengenezea wenyewe. Mwenyezi Mungu hutenda atakavyo, akiwathibitisha baadhi na kuacha kupotea wengine. Hapana wa kumtoa kombo kwa hukumu yake, wala mwenye kurudisha uamuzi wake. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Hebu hukuwaona wale waliobadilisha neema Mwenyezi Mungu kwa kufuru na wakawafikisha watu wao kwenye nyumba ya maangamizo, nayo ni Jehanamu, wataingia. Maovu yaliyoje makazi hayo! Na walimfanyia Mwenyezi Mungu washirika ili wapoteze watu kwenye njia yake. Sema, stareheni, kwani marejeo yenu ni motoni. Waambie waja wangu walioamini washike sala na watoe katika tulivyowaruzuku kwa siri na dhahir, kabla haijafika siku isiyokuwa na biashara wala urafiki. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi
na akateremsha maji kutoka mbinguni, na kwa hayo akatoa matunda kuwa ni riziki yenu, na akafanya ya kutumikieni majahazi yanayopita baharini kwa amri yake, na akaifanya mito ikutumikieni, na akalifanya jua na mwezi kwa manufaa yenu daima dawamu, na akaufanya usiku na mchana kwa manufaa yenu, na akakupeni kila mlichomwomba, na mkihisabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti. Hakika mwanadamu ni dhalimu mkubwa mwenye kuzikufuru neema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ewe msikilizaji, hebu huangalie hao washirikina ambao badala ya kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu ya kumleta Muhammad na dini yake, wakaingia kumkataa Mwenyezi Mungu mtukufu, na wakawasababishia wafuasi wao kutumbukia katika nyumba ya hilaki kwa upotovu wao. Na nyumba hiyo ndiyo Jahanamu, wakiteswa kwa uvukuto wake, na makazi maovu mno ni Jahanamu. Na wakamfanyia Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee mifano ya masanamu, wakiabudu kwa ajili ya kuwa na tija ya vitendo vyao, iwe kuwapoteza watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, waambie hao waliopotea, stareheni na matamanio yenu, kwani marejeo yenu ni motoni. Ewe Muhammad, waambie waja wangu waliosadiki wakaamini na wakatenda mema, shikeni sala na toeni baadhi yaliyokuruzukuni katika njia za kheri kwa siri na kwa dhahiri, kabla ya kufika siku ambayo haifai kitu kupatana kibiashara wala hisani ya urafiki. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyezianzisha mbingu na viliomo ndani yake, na ardhi na viliomo ndani yake, na akateremsha kutoka mawinguni maji ya kumiminika, na kwa sababu yake akakutoleeni riziki ya matunda na mazao mengine na miti. Na yeye akakufanyieni vyombo vya baharini vikufaeni vinakwenda na kupakia riziki zenu na bidhaa zenu za biashara kwa idhini yake na kutaka kwake. Na akaifanya mito ya maji matamu ikunufaishieni kwa kunywa nyinyi na kumwagia katika mashamba yenu. Na akalifanya jua na mwezi ya kufaeni daima dawamu kwa mwangaza na maslaha ya mimea na wanyama. Na akajalia usiku kufaeni kwa kupumzika na mchana kwa kufanya kazi. Na akakutengenezeni yote mnayohitajia katika maisha yenu, ambayo yanastahili kuombwa sawa sawa ikiwa mmemuomba au la. Na mkizihesabu neema alizokunemesheni Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti namna yake, seuze idadi yake. Hakika huyo mwenye kukanya ambaye akalipa ukafiri kuwa ni malipo ya neema alizopewa, basi ni mwingi wa udhalimu na ukafiri. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Na Ibrahim aliposema, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji huu uwe wa amani, na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu. Ewe Mola wangu mlezi, hakika hayo yamewapoteza watu wengi, basi alinifuata mimi huyo ni wangu, na aliyeniasi hakika wewe ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Mola wetu mlezi, hakika mimi nimewaweka baadhi ya dhuria zangu katika bonde zisizokuwa na mimea kwenye nyumba yako takatifu, ewe Mola wetu mlezi, ili washike sala. Basi zijalie nyoyo za watu zielekee kwao, na waruzuku matunda ili wapate kushukuru. Ewe Mola wetu mlezi, hakika wewe unajua tunayoyaficha na tunayoyatangaza, na hapana kitu kitakachofichikana kwa Mwenyezi Mungu katika ardhi wala katika mbingu. Alhamdulillah, himdi zote ni za Mwenyezi Mungu aliyenipa juu ya uzee wangu Ismail na Ishaq. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kusikia maombi. Mola wangu mlezi, nijalie niwe mwenye kushika sala na katika dhuria zangu pia. Ewe Mola wetu mlezi, na ipokee dua yangu. Mola wetu, unighufirie mimi na wazazi wangu wote wawili na waumini siku ya kusimama hisabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ewe nabii, ili watu wako wapate kuzingatia na waache ushirikina wao, wakumbushe kauli ya baba yao Ibrahim baada ya kuijenga Al-Kaaba. Alisema, ewe Mola mlezi, ujalie mji huu wenye Al-Kaaba uwe wa amani, ulindwe na wenye kudhulumu, na unibaidishe niwe mbali mimi na wanangu na ibada ya masanamu. Kwani masanamu yamepelekea kupotea watu wengi kwa kuyaabudu. Basi katika dhuria zangu wenye kunifuata mimi na wakakuabudu wewe kwa ikhlasi, basi hao ni watu wa dini yangu. Na wenye kuniasi kwa kushika ushirikina, basi wewe ni muweza wa kuongoa, kwani wewe ni mwingi wa maghfira na rehema. Ewe Mola wetu mlezi, hakika mimi nimewafanyia maskani baadhi ya dhuria zangu katika bonde la Maka ambalo halioti mimea, kwenye nyumba yako uliyokataza isiingiliwe na kuvunjwa heshima yake, na ukajalia sehemu za jirani yake ziwe na amani. Ewe Mola wetu mlezi, wakirimu wapate kushika swala karibu na nyumba hii, na zijalie nyoyo za bora ya watu ziwapende kwa kuizuru nyumba yako, na uwaruzuku matunda kwa kuletwa na hao watakaokuja, ili wapate kushukuru neema yako kwa sala na dua. Ewe Mola wetu mlezi, ni sawa sawa kwako tunayoyafanya siri na tunayofanya dhahiri, kwani wewe unajua maslaha yetu na unatuonea huruma zaidi kuliko sisi wenyewe, na hapana lifichikanalo kwako hata likiwa dogo katika ardhi na katika mbingu. Basi hapana haja sisi ya kukuomba, lakini juu ya hivyo tunaomba kwa kuonyesha kuwa sisi ni waja wako, tunyenyekee utukufu wako na tunahitajia ulionayo wewe. Alhamdulillah, hindi zote ni za Mwenyezi Mungu aliyenipa juu ya kuwa ni mzee wa miaka mingi, na nimekwisha kata tamaa ya kuzaa Ismaili na Ishaka. Hakika Mwenyezi Mungu anasikia na ananipokelea maombi yangu. Ewe Mola wangu mlezi, niwezeshe nitimize sala kwa yanayotakikana, na wawezeshe watimilize kadhalika wale walio na kheri katika dhuria zangu. Ewe Mola wetu mlezi, ipokee dua yangu kwa mapokezi ya kukubaliwa. Ewe Mola wetu mlezi, nisamehe madhambi yaliyoniponyoka, na wasamehe wazazi wangu na waumini wote siku itapohakikishwa hisabu na baadaye ikawa malipo.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. wala usidhani Mwenyezi Mungu ameghafilika na wanayoyafanya madhalim. Hakika yeye anawaakhirisha tu mpaka siku yatakapokodoka macho yao, nao wako mbioni vichwa juu na macho hayapepesi na nyoyo zao tupu. Na waonye watu siku itakuwajia adhabu, na waliodhulumu waseme, ewe Mola wetu mlezi, tuakhirishe muda kidogo tuitikie wito wako na tuwafuate mitume. Kwani nyinyi si mliapa zamani kwamba hamtaondokewa? Na mkakaa katika maskani zile zile za waliozidhulumu nafsi zao, na ikakudhihirikieni jinsi tulivyowatendea, nasi tutakupigieni mfano mingi. Na kwa hakika walifanya vitimbi vyao, na vitimbi vyao anavijua Mwenyezi Mungu, wala vitimbi vyao si vya kuondosha milima. Basi usimdhanie Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kuwavunjia ahadi yake mitume wake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda na ni mwenye kulipiza. Siku itapogeuzwa ardhi iwe ardhi nyingine, na mbingu pia, nao watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu. Na utaona wahalifu siku hiyo wamefungwa katika minyororo, nguo zao zitakuwa za lami na moto utazigubika nyuso zao, ili Mwenyezi Mungu ailipe kila nafsi kwa yale iliyoyachuma. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Hili ni tangazo liwafikie watu, liwaonye na wapate kujua kuwa hakika yeye ni Mungu mmoja, na wapate kukumbuka wenye akili. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, wala usidhani kabisa kuwa Mola wako mlezi ameghafilika na vitendo wafanyavyo wenye kudhulumu kuupiga vita Uislamu na Waislamu wenyewe, bali yeye anaujua ukhalifu wao, na amekadiria kuakhirisha kuwaadhibu mpaka siku nzito
macho yao yatabaki yamekodoka, hawawezi kuyafumba wala kupepesa kwa kitisho watachokiona. Nao wako mbioni kumwendea anayewita, vichwa vyao vimeelekea juu mbinguni, macho yao hayapepesi hata wakitaka, na nyoyo zao tupu hazina wazo lolote kwa wingi wa hofu. Ewe nabii, waeleze watu habari za vitisho vya siku ya kiyama, wataposema waliozidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na maasi, Mola wetu mlezi, tuakhirishie adhabu, uturejeshe duniani na utupe muhula kwa muda mdogo, wala uturiki kuitikia wito wako wa tauhidi na kuwafuata mitume. Nao wataambiwa, leo ndiyo mwasema haya, na mmesahau ya kwamba mliapa nyinyi ya kuwa mkifa neema hizi hazitokuondokeeni, mtafufuliwa siku ya kiyama. Na mkakaa duniani katika maskani zile zile za wale waliotangulia kuzidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na maasi miongoni mwa kaumu zilizokuwa kabla yenu, na ikadhihiri kwenu kwa kuona mabaki ya vile tulivyoadhibu wao, na nyinyi msiwaidhike. Na tukakuelezeni waliowafanya wao na nini kilichowafika, nanyi msizingatie. Na wakapanga hawa washirikina njama zao kutaka kuvunja dawa, yani wito, na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hila zao, wala vitimbi vyao haviwezi kuiondoa sharia iliyothibiti imara kama milima. Ewe mtume, usidhani kuwa Mwenyezi Mungu atawatupa mitume wake kwa kwenda kinyume na ahadi aliyowapa kuwa atawanusuru. Kwani yeye daima ni mwenye kushinda, hapana mmoja awezaye kumzuia kwa litakalo, ni mkali wa kulipiza kwa anayemkanya na kumwasi. Basi Mwenyezi Mungu atalipiza siku ya kiyama itapogeuzwa ardhi ya ardhi nyingine, siyo hii ya sasa, na mbingu hali kadhalika zigeuzwe ziwe nyingine, na viumbe watolewe makaburini mwao kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu asina mshirika wala wakumshinda. Utawaona makafiri siku ya kiyama wamefungwa pingu pamoja na mashetani wao, ngozi zao zimepakwa lami inayochiririka, imekuwa kama ndiyo nguo juu ya ngozi zao, na moto umewapamba na kuwagubika nyuso zao. Wanafanyiwa hayo ili Mwenyezi Mungu apate kumlipa kila mmoja wao kwa aliyoyachuma katika dunia. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu siku ya kiyama, wala hapana kitu cha kumshughulisha. Hii Qur'ani ni tangazo la kuwanasihi na kuwaonya na kuwahofisha adhabu ya Mwenyezi Mungu, na ili wajue ya kwamba wakihofu wakazingatia kuwa hakika hapana Mungu ila Mungu mmoja, na ili wenye akili wakumbuke utukufu wa Mola wao mlezi, na kwa hivyo wajitenge mbali na yale yatayowaletea hilaki.